Kwanza kwa niaba ya halmashauri ya manispaa ya Singida, kabla sijasema chochote, niwashukuru sana wananchi wake wa manispaa ya Singida jinsi walivyoshiriki kwenye hatua hii ya kupokea na kukimbiza mwenge wa uhuru katika manispaa yetu. Tumeshirikiana na wananchi wote, tumeshirikiana na viongozi mbalimbali, tumeshirikiana na viongozi wa dini, tumeshirikiana na viongozi wa serikali, kila mmoja kwa nafasi yake, lakini tumeshirikiana pia na viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Kwa kila mmoja kwa nafasi yake alisimama kidete kuhakikisha kwamba mwenge wa uhuru kwenye manispaa ya Singida unafanikiwa ipasavyo. Ndio maana miradi yetu ya mwenge wa uhuru yote, kwanza tumshukuru Mungu, imeweza kupokelewa na kupita salama. Wananchi pia walijitokeza maeneo yote ya miradi. Tulikuwa na miradi ya afya, tulikuwa na miradi ya elimu, lakini tulikuwa na miradi ya maji. Yote hiyo wananchi walijitokeza kwa wingi na mwenge wa uhuru umeikubali miradi yote. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Kwa mfano, tulianza mapokezi Kisaki. Tulipotoka Kisaki, wananchi walijitokeza kwa wingi. Kwa hiyo lazima niwashukuru sana, tukiongozwa na viongozi wetu wa chama na serikali. Ukiangalia Chama cha Mapinduzi, walikuwepo viongozi wote na wanachama wa Chama cha Mapinduzi wakiongozwa na mwenyekiti wa chama chetu cha Mapinduzi wa wilaya Singida mjini, mama yetu Lucia Mwiru, lakini na katibu wake wa chama pia Neema Lunga, lakini wataalamu wote wakiongozwa na mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa Joan Faith Kataraia, waheshimiwa madiwani wote, wakuu wa idara na vitengo, taasisi mbalimbali za serikali ambazo ziko kwenye manispaa yetu. Pale Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alitupa fedha za kujenga shule nzima milioni. Nitumie fursa hii kuwashukuru sana wananchi wote wa manispaa ya Singida na niendelee kuwaomba ushirikiano kwenye matukio mengine pia. Kwa furaha kutumia chombo hichi cha habari cha Standard Radio kuwashukuru wananchi wote wa manispaa ya Singida kwa namna ambavyo wametutoa kimasomaso, hususani kwenye tukio kubwa la kitaifa la mwenge wa uhuru. Vizuri kabisa. Ndio, hebu tuambie bwana, Utemini kuna nini huko? Utemini inaendelea vizuri na tunashukuru pia tumepata miradi ikiwemo miradi ya barabara inayosimamiwa na usimamizi wa TANROADS, lakini kupitia TACTIC. Kwa hiyo tumeendelea kupata miradi hiyo ya barabara miwili ambayo tunaamini ikimalizika itafungua fursa na kuongeza thamani ya maeneo ya kata Utemini, hususan katika upande ule ambapo barabara inapita ya kuanzia laini polisi kuja mpaka barabara hii ya Mkwajuni ambayo inaenda moja kwa moja upande wa Mwankoko pamoja na Mtamaa. Kwa hiyo katika upande huo tumeendelea kuishukuru serikali ikiongozwa na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kupitia wawekezaji wa kuendelea kuikumbuka kata Utemini pamoja na halmashauri ya manispaa ya Singida kwa kupitia miradi inayotekelezwa na World Bank. Ni miradi ambayo inaleta fursa, lakini pia tunaamini ikikamilika itatoa nafasi kubwa kwa kuongeza thamani ya makazi ya maeneo ambapo barabara itakuwa imepita. Kwa upande huo tuendelee kuishukuru serikali, lakini pia kuna mambo mengi ambayo yameendelea kufanyika ndani ya kata Utemini, ikiwemo kutatua changamoto mbalimbali, zikiwemo changamoto za maji ambazo zilikuwa zinaikumba sana kata Utemini, hususan maeneo ya VETA,
lakini tunashukuru serikali kupitia engo hiyo watu wako site wakati wote na wameendelea kuhakikisha wanatatua zile changamoto ambazo zinawakumba wananchi. Kwa hiyo tuendelee kuwapongeza sana wafanyakazi wa SUWASA wakiongozwa na meneja wao. Kiukweli wamekuja na mkakati mzuri wa kuhakikisha changamoto ya maji inatatulika ndani ya manispaa ya Singida, lakini hususan katika kata ya Utemini. Sawa. Ndani ya kata yako ya Utemini kama ambavyo umeweza kuzungumza hapo, kuna changamoto zipi ambazo zinawakabili wananchi wa Utemini, na kama zipo mnazitatuaje ama mipango kuweza kuzitatua? Changamoto ambazo zinaikabili kata ya Utemini ni changamoto ambazo kihususani ziko karibia kata zote, lakini tumeendelea kuzitatua changamoto hizo kwa kuziwasilisha na katika maeneo husika. Kwa mfano mimi nikiwa kama kiongozi wao nimeendelea kuziwasilisha katika upande wa halmashauri, nikihakikisha nazizungumzia changamoto hizo ambazo barabara bado tuna upungufu wa barabara ambazo ni za kiwango cha lami, lakini bado kuna upungufu wa mitaro pia, lakini kuna tuna uhaba wa kuwa na masoko katika maeneo yetu ya kata Utemini. Tumebahatika kuwa na maeneo mazuri ambayo tungeweza kuyatumia kwa upande wa masoko, yangeongeza pato la mtu mmoja, lakini pia na kata ya Utemini kiujumla. Kwa hiyo katika upande huo tumeendelea kuzungumzia na kuhakikisha kwamba mipango mizuri inaendelea kupangwa. Tunaamini ikimpendeza Mwenyezi Mungu, basi mikakati hiyo itatekelezeka kwa wakati. Lakini pia changamoto za upande wa elimu bado tumeendelea kuzitatua. Tunajua mwakani 27 kwa wanafunzi wanaotarajiwa kumaliza darasa la 7 watakuwa ni wanafunzi wa darasa la 6 na darasa la 7 watamaliza kwa pamoja. Kwa hiyo tumeendelea kuiomba serikali kupitia viongozi wetu wa halmashauri ambao ndio viongozi wanayetuongoza sisi, ili sehemu ya upanuzi wa madarasa kupitia sekondari zetu mbili tulizonazo, sekondari ya Chifthenge pamoja na Utemini sekondari, ili ziendelee kupata upanuzi wa madarasa, ili watakapomaliza wanafunzi wale wapate nafasi ya kutosheleza na ya kukizi, ili madarasa yaweze kutosheleza. Lakini pia tuna fursa gani katika kata yako kwa vijana? Asante sana. Tumeendelea kuhimiza vikundi mbalimbali viendelee kusajiliwa na kuwezeshwa kupitia afisa maendeleo wetu wa kata, lakini pia vijana waweze kupata fursa mbalimbali zinazotokana na mikopo ambayo mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan ameendelea kushusha fedha nyingi kupitia halmashauri yetu ya manispaa ya Singida. Kwa hiyo tumeendelea kuwasisitiza vijana wengi waendelee kujitokeza na kuomba fedha zile, kwa sababu fedha zile hazina riba. Kwa hiyo tunaamini kwamba ni sehemu sahihi ya kumuinua kijana. Tumeendelea kuhimiza kama diwani wa kata, nimeendelea kuhimiza kwa kukutana na vijana na kuzungumza nao na kuwashirikisha namna fursa ambayo wanaweza wakaipata kupitia mikopo ile, na mwitikio ni mkubwa. Tunashukuru Mungu, tumeendelea kupata vijana ambao wameendelea kujiunga, lakini pia tumefanikiwa kupata vijana ambao tayari wameshachukua zile fedha na tumeona wakisimamia miradi yao mizuri kupitia zile fedha, na wakiendelea kupunguza changamoto ya ajira kupitia fedha hizo, kwa sababu wanapopata wanaweza kukizi mahitaji yao wao kama wao, lakini wanaenda mbali na kutengeneza ajira kwa vijana wao wengine pia. Kwa hiyo niendelee kutoa rai kwa vijana wa kata ya Utemini waendelee kujisajili kwa wingi kupitia vikundi mbalimbali, ili waweze kuzipata zile 10% ambazo zinajumuisha vijana, watu wenye ulemavu pamoja na wenye mahitaji maalum anayetokana na kata Unyanga. Kwa hiyo tunatekeleza miradi yote kwa usawa kwenye halmashauri ya manispaa ya Singida kwenye kata zote, lakini kama diwani wa kata Unyanga tumeendelea kupambana na miradi mbalimbali
Leo hii ninavyoongea hapa, tumepata mradi mzuri sana wa maji huko maeneo ya Onyianga mtaa wa Onyianga kuna kitongoji kidogo tunakiita Isingo. Tumepata mradi, wananchi wale wa maeneo yale wanapata maji safi na salama kupitia programu ile ya visima 5 vya Kibungi. Hiyo tumepata mradi mzuri sana pale, lakini tumeendelea sasa. Tunakamilisha jengo letu la utawala pale sekondari ya Onyianga. Daktari Samia Suluhu Hassan alitupa fedha za kumalizia maabara. Tumeshajenga maabara nzuri ya kisasa ya vyumba 2, imekamilika kwa 100%, lakini kupitia mapato yetu ya ndani ya halmashauri ya manispaa ya Singida tuliziunga nguvu za wananchi mkono, kaweka milioni 30, lakini tumeweka pia milioni 15 kwa sasa. Kwa hiyo kazi inaendelea kukamilisha jengo la utawala pale sekondari, lakini upande wa madarasa kwa sasa, mwaka wa fedha uliopita tulipata zaidi ya madarasa 7 kwenye mradi wa SODI. Kwa tumetenga milioni 46 kwa ajili ya ukamilishaji wa madarasa yale mawili, lakini tumeendelea na miradi mbalimbali ya kuwainua wananchi kiuchumi. Onyianga kama zilivyo kata zingine 17 za manispaa Singida ambazo zinajumuisha na Onyianga inakuwa 18, tumeendelea kuibua vikundi vya vijana, akina mama na wenye mahitaji maalum kuhakikisha kwamba wananyanyuka kiuchumi. Na hili niliseme kwa manispaa nzima 25-26 kama halmashauri ya manispaa ya Singida tumetoa karibu bilioni 1 na milioni 900 na kitu, karibu bilioni 2 kwenye miradi hii ya vijana, akina mama na wenye mahitaji maalum. Ndio maana uliona hata juzi kwenye mwenge wetu wa uhuru tulikuwa na kikundi bora zaidi kabisa cha vijana ambacho kimefanya vizuri, tulikipa milioni 60. Kimefanya vizuri sana, cha kutengeneza viatu. Kwa vijana kwenye manispaa Singida wamenyanyuka. Tunatoa fedha kwa makundi yote, tunatoa vitendea kazi. Mnaona kwenye mwaka wa fedha wa 25-26 na vikundi vilivyopata fedha, kuna vikundi vilivyopata vitendea kazi kama mapikipiki, mabajaji, cherehani na vitendea kazi vingine vingi. Kwa hiyo hatujabaki kwenye eneo la fedha peke yake.